tatizo labda tuseme migogoro inakuwa ni kitu gani? Ni ile hali ya kushindwa kuwa katika makubaliano. Lakini pia kutoelewana ambako wanandoa huhofia kutokidhi mahitaji yao au kuwa na wasiwasi wa kushindwa katika nafasi zao. Kwa hiyo inaleta mgogoro, anasema hivi, huyu anataka kunionea au inataka kuwaje? Vitu kama hivyo. Ikiwa migogoro haitashughulikiwa kwa njia nzuri, migogoro inaweza kuharibu ndoa yako. Ndoa nyingi zinazoharibika ni kwa sababu ya migogoro. Sasa tuangalie baadhi ya sababu za migogoro katika ndoa. Sababu ni nyingi. Mimi sababu nilizozitaja ni mfano tu, lakini nitazizungumzia hizi. Ya kwanza, tofauti ya haiba na jinsia. Nakumbuka jana tuliongea kwamba wanaume na wanawake wanatofautiana katika mambo mengi. Usipoelewa kwamba huyu anafanya hivi kwa sababu ni mwanamume na huyu ni mwanamke, basi ni rahisi kugombana. Kwa hiyo wewe kama mwanandoa, chukua nafasi ya kuelewa mwanamke anakuaje, mwanamume anakuaje katika mahusiano. Lakini pia haiba mwingine ni labda tuseme tu, unajua katika kuoana mara nyingi mtu anapenda kumwoa mtu ambaye ana vitu tofauti na yeye. Kwa mfano, mtu ambaye hachukui muda mzuri katika kupangilia vitu, kuweka vitu vizuri katika chumba, au ambaye si msafi sana, atavutiwa na mtu msafi. Labda mwanamume umemwona mwanamke ana mpangilio, anaweka vitu visafi. Sababu hiyo inaweza kuwa sababu ya kuachana. Kwa sababu mwanamke atafurahi kukupangia vitu. Kuna wanawake wengi wanasema, kuna siku moja niliona mwanamke mmoja anasema kwamba kati ya vitu ambavyo vinaniudhi kwa mume wangu, huyo mwanamke anazungumza, anasema ni ile natumia siku nzima, naenda kwenye makabati, napanga vizuri, kila kitu kinakaa sawa. Alafu mwanamume anatumia dakika 2 kushusha vyote, anatafuta soksi tu. Sasa kwa sababu hiyo inaweza kuwa sababu ya kero, lakini ndio ile sababu iliwapatanisha. Kingine, vipaumbele, ubinafsi na kiburi. Juzi tulijifunza kwamba chanzo cha kila tatizo katika ndoa ni ubinafsi, mimi kwanza. Na kiburi ni kama, unakumbuka tulimzungumza juu ya mtu ambaye ni jeuri, ni machachari, ni mwenye hasira. Mtu wa namna hii katika kutatua migogoro inaweza kuwa shida, inaweza akawa sababu ya kuleta migogoro. Jambo lingine, matarajio na mahitaji yasiyofikiwa. Wengi akienda kwenye ndoa anaenda akiwazia mambo fulani, na asipoyakuta, akikuta ni tofauti, anakata tamaa, inakuwa chanzo cha migogoro. Mwingine ni kulimbikiza mizozo. Tatizo linapolimbikizwa linaweza kuwa shida. Labda niwaambie mfano tu kwa haraka. Mfano, labda kumekuwa na shida ya mwanamume hakuridhika na tendo la ndoa siku ya Jumatatu, na akaamua kununa. Jumanne haongei vizuri. Jumatano inatokea kwamba mwanamke ametenga chakula, ametenga sahani, akasahau kijiko. Hili ni jambo la kawaida, lakini linaweza likamfanya kakasirika kabisa. Wewe unatengaje chakula na uweki jiko? Alafu Alhamisi ikatokea mwanamume anarekebisha tai, yuko mlangoni, mama anakumbuka kwamba jikoni niliweka maziwa, karibu mwagika. Anakimbia na kwa haraka, anajikuta bahati mbaya amempiga kikumbo mume wake. Huo moto utakaowaka kwa huyo mwanamume, atasema, yani siku hizi unanidharau mpaka unanipiga kikumbo, na ugomvi utaanza. Huenda watalazimika kwenda kwa mchungaji au kwa mzee wa kanisa wasuluhishi. Wakifika, unafikiri watasema habari ya Jumatatu? Atasema ananipiga kikumbo, ameanza kunidharau. Mchungaji atasugua kichwa, lakini tatizo ni la Jumatatu. Kwa hiyo usirundike mizozo.
Alafu wakati mwingine misongo itokanayo na mambo ya fedha. Fedha inapokosekana, kunapokuwa na shida ya uchumi, kunaweza katokea migogoro. Lakini kuna wakati mwingine pia watu anapopata kipato kinapoongezeka, inaweza kuwa ni chanzo cha matatizo katika ndoa. Wakati alipokuwa hana kitu mlikuwa mnaelewana, lakini alipopata kitu mambo yakabadilika. Lakini pia katika pesa inaweza kuwa ni katika kutoweka sawa pamoja mambo ya pesa kama mipangilio. Tutakuwa na somo juu ya habari za pesa katika ndoa. Lakini pia kutoelewana katika majukumu. Unajua ninyi mmekuwa pamoja ili mjenge vitu kwa umoja. Sasa umoja unapokosekana, shida zinatokea. Mawasiliano duni, tulijifunza sana kuhusiana mawasiliano. Na misongo toka nje. Inaweza kuwa ni misongo kwa sababu ya marafiki, inaweza kuwa ni misongo kwa ajili kutokana na wakwe. Vyote vinaweza kuwa ni chanzo cha migogoro. Jingine inaweza kuwa kutofautiana katika mtindo wa malezi. Mmoja anapendelea watoto, anasema usinichapie mtoto wangu, na katika kutofautiana ikaleta mzozo. Inaweza kuwa tofauti za kiutamaduni na imani tofauti. Wakati watu wanachumbiana, hawawezi kujua kwamba kuna athari ya kutofautiana, hasa katika suala la imani. Unaweza kufikiri ni rahisi, lakini mnapokuwa kwenye ndoa mnagundua kabisa kwamba imani tofauti inaweza kuwa mzigo na chanzo cha matatizo katika familia. Au hata utamaduni wa tofauti. Jambo lingine ni mabadiliko katika makuzi. Japo upo umri ambao watu wanabadilika. Kwa mfano, unashangaa watu wanaachana wakati ni wazee, ni watu wazima. Labda tu ni kwa sababu mwanamke amefikia umri wa kukoma hedhi, na yale mabadiliko katika umri yanamfanya inaleta kutoelewana na mumewe. Au unakuta mwanamume ameoa binti ni kijana sana, na kwa sababu hiyo kijana anajikuta, hasa wale baada ya kufiwa wanaume, wanakuta mara nyingi anaenda anaoa binti mdogo sana. Sasa anapoendelea kubadilika katika umri, migogoro inatokea. Au pia kuna ule umri wa kati ambapo wakina baba mara nyingi wanahisi kwamba sasa huyu mama ni kama amezeeka, wanaanza kuchanganyikiwa kama wale watoto wa umri wa kupevuka. Sasa jingine ambalo nimeliweka la mwisho katika mfululizo huu, lakini sio la mwisho katika sababu zinazosababisha migogoro, ni kukosa uaminifu. Tutakuwa na mada itakayozungumzia kukosa uaminifu kwa ujumla wake. Kama ulivyo, mtu anapokuwa si mwaminifu katika ndoa, unapomtilia mashaka, mgogoro umeanza. Lakini jambo lingine ambalo linaleta sana migogoro, tendo la ndoa linaleta shida. Linapozidi ni tatizo, linapokosekana ni tatizo, linakuwa chanzo cha ugomvi. Na kwa bahati mbaya hili huwa halisemwi. Na kwa hivyo kwa baadhi tu ambayo nimeyaona ya kama matatizo ni hayo, lakini yapo mengi zaidi ya hayo. Lakini tutatatua migogoro hii namna gani? Tutasema pia kwa haraka namna ambayo inaweza kutusaidia katika kutatua migogoro. Kanuni kadha wa kadha. Kanuni ya kwanza ni tafuta msaada wa Mungu. Unajua kuna mambo ambayo mwanadamu huwezi kuyarekebisha, lakini Mungu tunapomkabidhi shida zetu, amesema tumtwike fadhaa zetu zote, yeye anaweza. Yaani hakuna ombi hata moja ambalo Mungu halitazami, Mungu halijibu. Unapomwendea Mungu kwa magoti, vita nyingi tunashinda vita nyingi kwa magoti. Lakini pia epuka mchezo wa kutupiana lawama.
anasema ni huyu, ni huyu, mwingine anasema ni huyu. Watafiti wa habari za familia wanasema kwamba watu wengi katika ndoa wanapenda kufanyia kazi kuwabadilisha wenzi wao, lakini hao wote hakuna hata mmoja anayefanikiwa. Maana umekutana na mwenzi akiwa amekomaa, hata ufanyeje si rahisi kumbadilisha. Lakini waliofanikiwa ni wale wanaojaribu kujibadilisha wenyewe. Kwa hiyo wewe kama mwanandoa, angalia kwamba wewe mchango wako ni upi katika mahusiano. Kama una mchango hasi, ukijifanyia kazi na kujaribu kujirekebisha, unaweza kumfanya mwenzi wako ajibadilishe mwenyewe tabia, lakini epuka kusonda kidole kwa mwenzi wako. Jingine, shughulikia jambo moja baada ya jingine. Ndio kama lile nililolisema, ile habari ya Jumatatu hadi Alhamisi. Lakini pia leo unataka kuzungumzia swala la mwenzi wako kuwa mchafu, labda mfurahii kama ni mchafu. Sasa unaleta habari ya uchafu, unaleta habari ya kuchelewa kuja nyumbani, unaleta habari ya matumizi ya pesa. Mnachanganyikiwa katika kutatua matatizo. Kwa hiyo chukua moja baada ya jingine, lirekebishe, halafu mwende kwenye jambo lingine mkiwa mnaelewana. Lingine, sema ile habari ya Jumatatu, kupata ufumbuzi na kujenga, sio kushinda Alhamisi. Lakini pia ni timu ya wote wawili. Unataka kuzungumzia swala la mwenzi wako kuwa mchafu, bado ni faida, kwa sababu nyumba itajengeka. Lakini habari ya uchafu, kuona kwamba wewe ndio mshindi. Tafuteni namna ya kuleta muafaka wa pamoja. Lingine, chunga maneno yako, zungumza kwa upendo na heshima. Hii nafikiri nimekuwa nikilizungumza na sitasisitiza zaidi. Nataka kuambia kwamba yule mtu unayempenda mzungumzishe vizuri, sema vizuri, na tena ikiwezekana usipaze sauti mnapoongea. Kuna mfano huwa nausema, mimi tulipoana na mume wangu tulikubaliana, tulijua kabisa kwamba kupambana kutakuwepo, tutatofautiana, tutagombana, lakini tulisema bila kujali kwamba mimi nimefanya nini au wewe umefanya nini, hakuna kupaza sauti. Na unajua kwa nini watu wanapaza sauti? Kupaza sauti ni kwamba upendo haupo. Maana upendo ukiwepo, ulishaona watu wanaopendana na wanavyoongea, wananong'ona kwenye sikio, si ndio? Anamwambia pole pole na unasikia vizuri ule ukaribu. Lakini mnapokuwa mmechukizana, mnatengeneza umbali. Na kwa hiyo hata kama mmelala kitanda kimoja, mnagusana mwili, unasikia mtu anapayuka mpaka jirani anasikia. Ni kwa sababu huyu mtu yuko karibu kimwili, lakini kihisia yuko mbali. Inabidi upaze sauti apate hiyo habari. Kwa hiyo usipaze sauti, mheshimiane, ili hata watoto wajue wazazi wetu wanaelewa, na msifaidishe watoto ugomvi wenu. Nini njia nyingine ya kutatua migogoro? Usilimbikize tatizo. Ndio nilikwisha kulisema hilo. Usilimbikize. Kama jambo limetokea siku hiyo hiyo, saa hiyo hiyo, lishughulikiwe. Lisilale kiporo, silale. Alafu sema kweli hata kama inauma. Hata kama inauma, lakini iseme kwa upendo. Na kusema kweli kama wewe hukukosea ni rahisi, lakini kama wewe ndio umekosea, kuna wakati unakamatwa kwenye kona ambayo inakudhalilisha, au umefanya kitu ambacho unaona kabisa kwa kweli mtu kama wewe hukupaswa kukifanya, lakini kwa sababu unataka kujilindia heshima, unakana, unalikataa. Tunaambiwa kabisa katika kutatua migogoro, usikatae hata kama ni ukweli unaouma. Kubali yaishe na usiendelee na tatizo hilo. Alafu samehe ukikosewa. Mtu akikuomba msamaha, msamehe. Lakini hata kama umekosa, omba msamaha. Omba msamaha. Hili tutalizungumza, tutakuwa na somo maalum kuhusiana na kuomba msamaha.
Hili ni jambo gumu kwa walio wengi, hasa mtu mwenye kiburi, mtu ambaye anaona kwamba hapa nikiomba msamaha naonekana mdogo au atanidogodesha huyu mtu. Kwa hiyo anajitutumua, anakaa, anasema basi kama nimekosea aishe. Huo sio kuomba msamaha. Tutajifunza juu ya namna ya kuomba msamaha. Lakini pia tafuta msaada inapobidi. Kuna wakati migogoro inakuwa mikubwa, inatisha na inaonekana wakati mwingine kuhatarisha maisha. Ni kweli, niko hapa kuambia kwamba fanya linalowezekana kujenga nyumba, kurudisha mapatano, kurudisha maelewano. Lakini unapoona kuna kuhatarisha maisha katika nyumba, basi tafuta msaada. Tafuta msaada, usinyamaze. Hakuna aibu kusema mahali panapouma. Tafuta msaada inapobidi. Nataka kusema jambo hili kwamba kuna ukweli huu kwamba hakuna mkamilifu katika ndoa. Hakuna mkamilifu hata mmoja. Lakini kuna uwezekano kutakuwa na nyakati ambapo wewe au mwenzi wako mtashindwa kutumia maneno mazuri katika mawasiliano, wakati mwingine na kusababisha fujo. Lakini msibaki hapo. Msibaki hapo. Hameni kutoka mahali hapo. Mrekebishe na mjiaminishe kabisa kwamba mtafanya vizuri, na hii ilikuwa ni bahati mbaya, na kisha muweze kuangalia uhusiano wenu na kuendelea kukua. Mungu ana agizo hili. Anasema hivi katika Warumi sura ya 12 fungu la 18, anasema ikiwezekana kwa kadiri inavyowategemea ninyi, yani inavyokutegemea wewe, inavyonitegemea mimi, sio mwingine, kaeni kwa amani na watu wote. Na mtu anayeweza kukaa na amani na watu wote anaanzia nyumbani. Kule kwetu wanasema hivi, mbuzi anaanza kula majani pale pale mlangoni anapotoka. Hawezi kutoka na kusafiri. Umeshaona mbuzi akitoka tu akiona majani anashughulika nayo. Hasubiri kwamba ngoja niende nifike marishoni, anaanzia pale. Na ndivyo ilivyo katika mahusiano, kwamba pale pale unapoanzia mahusiano, ishi kwa amani. Na hiyo amani ni kwa asili tu itaendelea kwenda zaidi na zaidi, kuambukiza majirani, kuambukiza marafiki, kuambukiza ndugu wengine. Amani ianzie nyumbani. Kuna agizo lingine katika kitabu cha Mithali sura ya 15 fungu la 1. Anasema hivi, jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea hasira. Watu wanasema eti dawa ya moto ni moto, lakini sio katika mahusiano ndani ya ndoa. Dawa ya moto ni maji zima. Kwa hiyo ukiona kwamba huyu mtu amezungumza kwa hasira, amekasirika, unamjua mwenzi wako, tafuta mazingira ya kutulia kwanza, ili msawazishe jambo mkiwa mmetulia. Msisawazishe jambo mkiwa moto, mkiwa kwenye hasira. Tulieni, alafu muweze kujadili vizuri. Ninapohitimisha, nataka niseme hivi kwamba dhamiria kutatua migogoro katika nyumba yako. Migogoro, kuna mahali pengine niliambiwa kwamba wapo wanandoa ambao wana daftari. Unaona yale makaunta ya wanaonunulia watoto wakienda shule. Kuna kwaya moja, kwaya mbili, sijui kwaya tatu. Si mnajua yale makaunta watoto wanaandikia notes. Analo la kuandika makosa ya mwenzi wake. Tarehe fulani na tarehe fulani alifanya hivi. Huyo mtu hana mpango wa kutatua migogoro katika ndoa. Lakini pia utambue pia kwamba hapo ulipo katika ndoa au familia ni eneo lako la umishenari,
ni mahali unapoandaa watu kwenda mbinguni. Usifanye mume kwa sababu amekuoa akakosa mbingu kwa ajili yako. Usifanye watoto kwa sababu wamezaliwa katika familia yako wajute kuzaliwa hapo nyumbani, kwa sababu wataupoteza uzima. Au hata huyo mke uliyemuoa asijute kwa sababu ameishi hapo. Hebu ndoa ziwe mahali pa faraja, ziwe mahali pa kukimbilia. Mtu anapokasirishwa kazini, akirudi nyumbani akute amani. Anapogombana na jirani, anapokosewa na mahali popote, akirudi nyumbani iwe mahali pa faraja. Nilimsikia mhubiri siku ile ya kwanza kabisa alipokuwa anazungumza. Alisema kuna watu wengine anafika nyumbani, yuko kwenye gari anawaza, nimefika tena hapa. Huyu mwanamke nitakayemkuta humu ndani. Anawaza mara mbili mara tatu, saa nyingine anakaa kwanza kwenye gari muda mrefu kwa sababu ndani hapakaliki. Basi wewe mwanamke unayenisikiliza, usiwe mwanamke wa namna hiyo. Na wewe mwanamume unayenisikiliza, usiwe ndiye yule mtu akiingia nyumbani watu wanakimbia, mahali panakuwa shwari. Kipimo kimoja cha kujua kwamba wewe ni jeuri ni pale unaposikia kelele ndani ya familia na vicheko, watoto wanafurahi na mama yao, alafu wewe wakisikia tumefanya kimya. Au wanasikia watoto wanatawanyika, kila mmoja anaenda zake, ujue kuna tatizo. Hebu uwe chanzo cha furaha. Ninataka nione mikono ya wale wanaosema nataka kuwa chanzo cha furaha katika familia yangu. Hata kama unanisikiliza kwenye kituo chako, nione mikono yako wakati ninapoomba kwa ajili yako. Asante sana. Mungu na wabariki. Basi tuombe. Baba wa Mungu wa mbinguni, tumekuahidi kwamba tunataka kwenda mbinguni, lakini tunataka kuwa mbaraka kwa familia zetu. Msaidie msikilizaji anayesikiliza katika kipindi hiki. Sijui anapitia uzoefu gani katika familia yake na katika mahusiano na mwenzi wake. Bwana, wewe mfalme wa amani, leta amani kwa kila nyumba ya mtu anayenisikiliza hapa. Ni katika jina lake Yesu tunaomba na